Tumepewa mtoto mwanamume kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, katika somo la kwanza Nabii Isaia ametutangazia habari njema. Habari njema ya wokovu. Ameanza kwa kutudokezea juu ya hali waliokuwa nayo watu wa Mungu, watu waliosakamwa na dhambi, waliosakamwa na udhaifu, waliosakamwa na giza. Watu hao Mungu ambaye ni Baba wa huruma amependa kuwanusuru, kuwaondoa katika adha yao na kuwajalia mwanzo mpya. Mwanzo huo ni ukombozi, ni kuwekwa huru, ni kupatanishwa na Mungu. Huo mwanzo uliwahusu wana wa Israeli, lakini kwa haki kabisa unatuhusu sisi pia, ambao tumekombolewa na Mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye kama anavyodokezwa katika somo hilo, yeye ni Mwokozi, yeye ni mtoto tuliyezawadiwa, atupatanishe na Mungu, atuweke huru, atufanye tuanze upya. Huyu ambaye ametufanya hivyo, tumesikia habari zake katika somo la Injili, na kwa kifupi yale tuliyosikia kwenye Injili yanadokeza yafuatayo. Kwanza, yanatufundisha juu ya unyenyekevu wa Masiha. Yesu Kristo Masiha ni mwana wa Mungu, ni nafsi ya pili ya Mungu, ni Mungu. Hakuchelea, hakupenda kung'ang'ania umungu wake, bali alijinyenyekesha, akakubali kuwa mdogo kuliko wote, akakubali kuzaliwa mwanadamu kama sisi. Na hiyo ni ili atukomboe, ni ili atuzawadie umungu wake. Somo letu la Injili linatudokezea unyenyekevu wa Masiha kwa namna ifuatayo. Kwanza, mmesikia kwamba tumetangaziwa ukoo wake. Yeye ambaye ni wa milele amekubali kuhesabiwa katika ukoo wa kibinadamu. Amekubali kuwa mdogo, akawa mmoja wetu. Na katika huo ukoo unaotambulika kama ukoo wa Yesu, sio ukoo ambao tu ni wa mambo ya kuheshimika na kuenziwa. Katika ukoo huo wako pia watu wadhaifu, watu wanyonge, watu wa dhambi. Mungu hakuona haya kujitanabaisha na wadhambi, sio ili awaelekeze wadumu katika dhambi, bali ili awaweke huru kutokana na vifungo vya dhambi. Kwa hiyo wanadamu dhaifu wamezawadiwa mwana wa Mungu, wawekwe huru. Jambo la pili ambalo linajitokeza ni hili: Yesu
amezaliwa katika familia ya watu wadogo, familia ya Yosefu na Maria. Hakukubali kujidokeza au kujitokeza kama jitu lenye nguvu, kama mtu wa mabavu, bali amekuja kama mnyonge, kama mnyofu, kama mmoja ambaye anategemea hata msaada na ulinzi wa wanadamu. Huyu ametangazwa kwa Yusufu. Yusufu akiwa mume wa Bikira Maria, kabla hawajakaribiana, alitambua kwamba mchumba wake alikuwa mjamzito. Na katika desturi za Kiyahudi, mwanamke kupata ujauzito nje ya ndoa ilikuwa ni fedheha, ilikuwa ni jambo zito, lilikuwa ni jambo la aibu. Kwa hiyo Yusufu alihangaika. Alimjua mke wake kuwa mnyofu, mwadilifu, lakini hakuweza kubaini imekuwaje akapata mimba. Akiwa na mahangaiko hayo, alipashwa habari kwamba mimba ya Maria ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo akatiwa moyo kwamba asiogope kumpokea Maria, bali ampokee, amtunze na amlinde. Huyu Yosefu aliyetangaziwa hayo ni mfano wetu ambao tunazawadiwa Yesu Kristo. Tumlinde, tumpokee na tumpe nafasi katika maisha yetu, katika familia zetu, jumuiya zetu, vigango vyetu, mahali petu pa kazi na kadhalika. Huyu Yosefu aliyemkaribisha Yesu nyumbani kwake anatambulika kama mtu wa haki. Ni kama mtu wa haki aliweza kumkaribisha Maria, kumlinda na kumtunza. Sisi sote kwa nguvu ya ubatizo wetu ambao umetufunganisha na Kristo Mwokozi, tunaitwa tuwe watu wa haki. Na haki ni nini? Naamini kwamba karibu wote mlishanisikia nikifafanua maana ya haki. Nitarudia tena leo kwa kifupi. Haki ni ule uelewa na utayari wa kutambua mastahili ya wengine na kuyaheshimu. Narudia, haki ni uelewa na utayari wa kuyatambua mastahili ya wengine na kuyaheshimu. Yosefu aliyatambua mastahili ya Maria, akamheshimu, akampenda, akamlinda na akamfanya atambulike kama mwanamke mwenye heshima mbele ya Mungu na mbele ya watu. Sisi tunaoadhimisha Christmas, yaani kuzaliwa kwa Mwokozi, tunatakiwa tuwe watu wa haki. Ewe mwana Dar es Salaam, ewe Mtanzania, je, wewe ni mtu wa haki? Wewe ni mdau wa haki? Naomba nithubutu kusema kwamba Watanzania wengi hawashabiki haki, sio wadau wa haki. Watanzania wengi kwa ujinga
kwa kurubuniwa au kwa vinginevyo au wanajidai kuwa wadau wa amani. Sina ugomvi na mtu yeyote anayepigania amani, lakini nikuambie kwamba kwa hakika huwezi ukawa na amani bila haki. Amani na haki ni vitu viwili vinavyotegemezana. Amani na haki ni zawadi, wasifu unaofungamana na Kristo Mwokozi. Kwa hiyo ewe Mkristo, ewe Mtanzania, kama unataka kujigamba kuwa mtu wa amani, jitose upiganie haki, jitose usimamie ukweli, jitose usimamie amani, jitose usimamie yanayompendeza Mungu. Yesu aliyezaliwa kwa ajili yetu anatambulika kwa majina mawili. Yesu maana yake ni Mungu anayeokoa. Narudia tena, jina Yesu maana yake ni Mungu anayeokoa, na Mungu anayeokoa ni Mungu wa haki, ni Mungu wa ukweli, ni Mungu wa upendo, ni Mungu wa amani, na ni Mungu wa huruma. Hilo la huruma linatuhusu wote, kwa sababu wote tuko wa dhambi, lakini Mungu hatupatilizi kwa dhambi zetu. Ametuhurumia, akatuzawadia Mwokozi ambaye jina lake lingine ni Mungu pamoja nasi. Ndugu zangu, nawaombea na kuwatakieni Kristo awe pamoja nanyi, atawale mioyo yenu, atawale familia zenu, atawale jumuiya zenu, atawale mahali penu pa kazi, atawale mapito yenu. Amani ya Kristo iwe nanyi. Wale watakaopata sakramenti ya kipaimara nitawaita kwa majina, kisha watasogea mbele pamoja na wasimamizi wao. Isaac Joseph Kadula, Robinson Frederick Maro, Wanangu mtakaoimarishwa, kabla ya kupata sakramenti ya kipaimara, nitawaalika mkiri imani yenu. Je, mwamkataa Shetani? Kwa sauti. Narudia tena. Je, mwamkataa Shetani?
Ndiyo ninamkataa. Ndiyo ninamkataa. Na mambo yake yote. Ndiyo ninamkataa. Ndiyo ninamkataa. Na hila zake zote. Ndiyo ninamkataa. Ndiyo na fahari ninamkataa. zake zote. Ndiyo ninamkataa. Ndiyo ninamkataa. Je, wamsadiki Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia? Ninasadiki. Ninasadiki. Je, mwamsadiki Bwana wetu Yesu Kristo, mwanawe wa pekee, aliyetungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa kwa amri ya Ponsio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu akafufuka katika wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi, na toka huko atakuja kuwahukumu wazima na wafu. Ndiyo ninasadiki. Ndiyo ninasadiki. Je, mwamsadiki Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii, na ambaye leo mtampokea kwa namna ya pekee kama walivyompokea mitume na wafuasi siku ya Pentekoste? Ndiyo ninasadiki. Ndiyo ninasadiki. Je, mwasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa wafu na uzima wa milele? Ndiyo ninasadiki. Ndiyo ninasadiki. Ndugu wapendwa, hiyo ndiyo imani yetu, ndiyo imani ya kanisa ambayo tunaikiri pamoja nanyi. Ninawaalika sasa, naomba wote tusimame. Tumwombe Mungu Baba Mwenyezi ili kwa wema wake awamiminie Roho wake Mtakatifu hawa ndugu zetu ambao wamekwisha kuzaliwa kwa maji na Roho Mtakatifu walipobatizwa, naye Roho Mtakatifu watakayempokea tena kwa mpako wake na kwa mapaji yake awafanye wafanane na Kristo mwana wa Mungu. Nawaalika kila mmoja asali kimoyomoyo kwa kitambo kifupi, tukiomba ujio wa Roho Mtakatifu. Padri wote. Ee Mungu Mwenyezi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ndio uliwazaa upya watumishi wako hawa kwa maji na Roho Mtakatifu, ukawaokoa kutoka katika vifungo vya dhambi na mauti. Basi sasa, Ee Bwana, tunakuomba uwamiminie Roho wako Mtakatifu mfariji, uwape roho wa hekima na akili, uwape roho wa shauri na nguvu, uwape roho wa elimu na ibada. Tunakuomba wajaze roho wa uchaji wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Isaac, pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Imani iwe nawe. Na iwe rohoni mwako. Robinson, pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe nawe. Na iwe rohoni mwako.
Hongereni.